BMP TV Professional Update. Welcome ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, bado tunazidi kukuletea matangazo ya hapa na pale. Sasa Mr. Orange tena kwenye mic, tunazidi kuwakilisha vyema uwanja wa BMP TV Online. Leo tunazidi kukuletea matangazo ambayo yanazidi kuendelea kuhusu Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usuhuba wa Kabila na M23 ni suluhu ya mzozo wa DRC au kivuli kipya cha vita vya muda mrefu. Joseph Kabila aliongoza DRC kwa miaka 18 kuanzia 2001. Rais wa zamani DRC Joseph Kabila amekuwa mjini Goma, mashariki mwa nchi hiyo, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23, hatua iliyoibua maswali kuhusu hatima ya suluhu ya muda mrefu ya mzozo unaendelea nchini humo. Lakini je, uswahiba wake na M23 na maana gani na utaleta suluhu ya mzozo wa kivita DRC? Kujibu maswali haya ni vyema kukumbuka chanzo cha mzozo unaoendelea hivi sasa nchini DRC, hususan eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Viongozi wa M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo kutoka kushoto kwenda kulia, Bernard Bisimwa, Sultani Makenga na Colonel Nanga, baada ya kusitisha harakati zake za miaka ya nyuma, mwishoni mwa 2021 M23 ilianza kuibua tena na iliendelea kusonga mbele kimkakati na kupata kasi zaidi mwaka 2023 na 2024. Mapema mwaka huu waasi wa M23 walisonga mbele na kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, Goma na Bukavu. Takriban watu 8,500 wameuawa tangu mapigano yalipoongezeka mwezi Januari, kulingana na serikali ya Kongo. Kulingana na Umoja wa Afrika, Wakongomani milioni 5.6 ni wakimbizi wa ndani DRC na zaidi ya milioni 4 wanatoka katika majimbo ya mashariki ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Disemba mwaka jana, mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola yalivunjika baada ya Rwanda kuitaka serikali ya DRC kuzungumza moja kwa moja na M23. Licha ya shinikizo la kimataifa kuongezeka, viongozi mjini Kinshasa walikataa kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi. Katika mahojiano na BBC, waziri mkuu wa DRC Judith Suminwa Tuluku alisema serikali yake inataka kufanya mazungumzo na nchi jirani ya Rwanda, ambayo inaituhumu kuunga mkono M23, tuhuma ambazo Rwanda imekuwa ikizikana. Mwezi Machi, rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa Kongo baada ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Qatar. Kufika kwa Joseph Kabila Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila alipokutana na viongozi wa dini katika eneo la Kinyogote, jiji la Goma, Alhamisi. Ni vyema kukumbuka kuwa hii sio mara ya kwanza kwa Joseph Kabila kwenda Goma. Mwezi uliopita Kabila alikwenda Goma. Katika taarifa yake wakati huu, Bwana Kabila alisema kurejea kwake kumechochewa na nia ya kusaidia kutatua mzozo unaozidi kuwa mbaya wa kitaasisi na kiusalama nchini DRC Goma. Pia aliliambia jarida la Kifaransa la Jeune Afrique anataka kuchukua jukumu la kutafuta suluhu baada ya miaka 6 ya kuwa nje ya mwaka mmoja wa mishoni. Hata hivyo, Tshisekedi amemshutumu Kabila hadharani kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo, muungano wa waasi ambao M23 ni sehemu yake. Kabila amekanusha tuhuma hizo. Ben Redley, mwanauchumi na mwadhiri wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Beth aliambia BBC Kabila ana uhusiano na waasi. Baadhi ya wachambuzi wanasema kiongozi wa Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga, aliyekuwa mkuu wa zamani wa tume ya uchaguzi chini ya Kabila na mshirika wa karibu wa Kabila, hiyo huenda linamaanisha Kabila anahusika na uasi. Anasema kurejea kwa Kabila kumezua utata na uongozi wa Kinshasa haujafurahia hatua hii.
Waziri wa mambo ya nje Therese Kanyikwamba alisema serikali ya Kongo haihitaji mchango wa Kabila kutatua mzozo wa usalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Baada ya kurejea kwa Bwana Kabila mjini Goma, kinga yake iliondolewa na seneti na mahakama imedumisha uamuzi wa bunge hilo kumshtaki kwa uhaini na kushiriki katika vurugu la uasi. Wale walio karibu na Joseph Kabila wamefafanua uhusiano wake na M23 kuwa ni wania ya kutafuta amani, lakini utawala wa Kinshasa unaonekana kukerwa na usuhuba wake na utawala wa waasi wa Goma. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya akimshutumu kwa kutaka kupigana vita. Je, juhudi za kikanda changamoto kwa ushirika wa Kabila na M23? Viongozi wa kikanda walikutana Alhamisi wiki hii Uganda kujadili amani DRC na kulahani hatua ya M23 kuunda utawala sambamba na serikali ya Kinshasa katika maeneo walioyateka. Kabila anaimarisha ushirika wa M23 Alliance Fleuve Congo, huku mataifa ya kikanda 12 Rwanda ikiwemo yakiwa tayari yamemtumu hatua ya waasi hao kuunda utawala sambamba na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kundi la waasi la M23 limeanzisha katika sehemu za nchi hiyo ambayo limeiteka mashariki. Katika azimio la 3 kama ilivyo katika tamko lenye maazimio 30, washirika wa mkutano huo walilahani unyakuzi wa ardhi na kuanzishwa kwa serikali sambamba na vurugu la waasi wa M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo kwa usaidizi kutoka nje. Mkutano wa kilele uliofanyika Uganda Alhamisi wiki hii ulitoa wito wa kuheshimiwa bila kuyumba kwa uhuru wa nchi jirani, kutovumilia au kuunga mkono makundi yote yenye silaha na kuheshimiwa kwa masuala halali na maslahi ya nchi jirani, hasa kuhusu masuala ya usalama. Nchi hizi pia zilijitolea kutohifadhi au kulinda watu wote wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, vitendo vya mauaji ya halaiki au uhalifu wa uchochezi au watu waliohukumiwa na Umoja wa Mataifa. Wamelaani kundi la waasi la FDLR linalopigana dhidi ya serikali ya Rwanda inayoendesha harakati zake mashariki mwa DRC na kutoa wito wa kuvunjwa pamoja na kuvunjwa kwa makundi mengine yote ya kigeni yenye silaha, ikiwa ni pamoja na Red Tabara ambayo inapigana dhidi ya serikali ya Kitega inayofanya kazi nchini DRC, Codeco na ADF. Joseph Kabila anakubali kuongoza muungano wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23. Wale walio karibu na Joseph Kabila wanasisitiza kuwa rais huyo wa zamani wa Kongo hayuko Goma kuiongoza Alliance Fleuve Congo M23. Hata hivyo, Kikaya bin Karubi, balozi wa waziri wa zamani na mshirika wa karibu wa rais huyo wa zamani, anatoa maelezo ya kina kuhusu uhusiano wake na waasi. Kama Rais Kabila alivyosema katika hotuba yake, yuko tayari kufanya kazi na mtu yeyote ambaye anaipenda sana DRC, alisema Karubi akizungumza na Patient Likodi wa Radio France International kitengo cha Afrika. Siku ya Jumatatu, vurugu la M23 lilisema limefurahishwa na kwamba Kabila 53 amewasili Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Kosa alilolifanya Kabila, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kurejea kwa rais wa zamani Joseph Kabila nchini humo katika eneo linalodhibitiwa na waasi wanaoipinga serikali ya M23 ni hatua kubwa inayoashiria vita vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu au vinaweza kuwa kosa alilofanya Kabila. Professor Jason Swim, mwanasayansi wa kisiasa wa Marekani katika chuo kikuu cha Simon Fraser nchini ya Canada, aliambia BBC News kwamba mustakabali wa mzozo wa mashariki mwa DRC
litaamuliwa na matokeo ya mazungumzo kati ya Rwanda na DRC ambayo kwa sasa yanaongozwa na Marekani. Inatarajia kuwa mwezi ujao pande zinazohusika na mzozo wa DRC zitakutana mjini Washington kutia sahihi makubaliano ya amani ya kumaliza vita. Iwapo mazungumzo hayo yatashindwa, ikiwa kuna makubaliano yaliyofikiwa, nadhani kuwasili kwa Kabila kungekuwa muhimu na sehemu ya maafa ya muda mrefu, anasema Profesa Srim. Vuguvugu la M23 linaloongozwa zaidi ya Watusi wa Kongo linasema lilichukua silaha kutetea haki za watu Wanyamukwe na kwa sababu mamlaka ya DRC zilipuuza ahadi zao chini ya makubaliano ya awali ya amani. Profesa anasema iwapo mazungumzo kati ya Rwanda na DRC yataleta makubaliano ya amani, huenda Kabila akagundua kuwa alifanya makosa. Lakini iwapo Marekani itafanikisha mpango wake wa kulirudisha nyuma jeshi la Rwanda na M23, uamuzi wake unaweza kuonekana kuwa ni kosa, kwa sababu hatua yake ya uswaiba na waasi hao inakuja wakati ambapo serikali ya Marekani inajaribu kutafuta suluhu la kudumu la mgogoro huu. Ikiwa RDF, jeshi la wanajeshi la Rwanda, litajiondoa, Kabila atapoteza nguvu nyingi, Srimu alisema. Kinshasa, Umoja wa Mataifa na mataifa mengi ya magharibi zinaishutumu Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23 katika vita hivi mashariki mwa DRC, shutuma ambazo Rwanda inazikanusha. Kabila kushoto na Tshisekedi katika alfa ya kuapishwa kwa Tshisekedi Januari 2019 baada ya uchaguzi kukosolewa kwa udanganyifu. Sim anasema ingawa Kabila bado hajatangaza rasmi kujiunga na M23 kwa hamia eneo la udhibiti, ameweka wazi kuwa anaimarisha mahusiano na kundi hilo na kuwa vyanzo vingi vya habari vinavyoonyesha kuwa analisaidia kundi hilo. Profesa huyo wa chuo kikuu aliongeza kuwa ziara yake huko Goma ilidhibitisha habari ambazo tumekuwa tukisikia kwa miezi kadhaa, kwamba tulikuwa na aina fulani ya ushirikiano kati ya Kabila na vuguvugu la M23. Srimu anasema kwamba kuwasili kwa Kabila ni muhimu kwa sababu M23 yenyewe ni dhaifu, kwa maana kwamba ina wafuasi wachache sana, mbali na watu wachache sana wanaounga mkono M23 mashariki mwa DRC. Anasema ingawa M23 ina mrengo wa kisiasa unaojulikana kwa jina la Alliance Fleuve Congo, haijasaidia kupata idadi kubwa ya wafuasi, kwa sababu Alliance Fleuve Congo pia ni mrengo zaidi wa kisiasa. Ni vigumu kusema wana wafuasi wengi ndani ya jamii pana ya Wakongo, Swimu anasema. Lakini anasema kwamba kuwasili kwa Kabila katika vuguvugu hili ambalo limeiteka miji mingi ya mashariki na mji mkuu Bukavu wa jimbo la Kivu Kusini kunaweza kubadili hilo, kwa sababu Joseph Kabila ni mtu mwenye nguvu sana katika siasa nchini DRC. Sidhani kama kuna mtu angesema kuwa yeye ni maarufu sana. Umaarufu wake ulikuwa wa 20% hadi alipoondoka madarakani, lakini ni mwanasiasa mkubwa. 20% katika jambo lote si chochote. Kwa hiyo nadhani kwa kujiunga na kundi hili watapata uaminifu. Swimu anaongeza kuwa Kabila pia anaweza kuunga mkono vuguvugu la M23 na kulingana na kulifanya lionekane kama kitu zaidi ya chombo cha Rwanda tu na kuwa na uhuru zaidi. Iwapo kujiunga kwa bwana Kabila na waasi wa mashariki mwa DRC kutaleta suluhu la mzozo unaoikumba DRC au la, ni swala la kusubiri tu. Hii ni BMP TV, niendelee kufurahia update zetu kila wakati, tunazidi kukuletea mambo ya moto. Says the Mr. Orange, nilikuwa kwenye mic
Usisahau kusubscribe, like pia na ucomment, na hivyo utakometisha zaidi. Tuko pia Instagram, Facebook na TikTok, jaribu kufollow page zetu, utafurahi mambo ya BMP TV Online. Namba ziko hapo kwenye screen yako kwa mawasiliano zaidi. BMP TV Online ni yetu sote. Asante. BMP TV Professional Update.